Yes, moja kati ya ujumbe mkubwa sana kutoka huko kwenye mitandao ya kijamii ni ujumbe wa kwake Gigy Money, ambapo of course kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti ujumbe mzito sana ambao kusema kweli ni ujumbe ambao ni kwa ajili ya kumwomba radhi msanii mwenzake Zuchu. Tunafahamu kwamba Gigy Money pamoja na Zuchu walikuwa washikaji sana, walikuwa ni marafiki sana, na Gigy Money amekaa chini, amechutama, nadhani akaamua kuomba msamaha kwa sababu ya kile ambacho kishawahi kutokea huko nyuma. Wamekoseana vitu vingi sana. Unakumbuka kuna baadhi ya stories zilikuwa zikihusishwa kwamba Gigy Money alikuwa akishare penzi moja pamoja na Zuchu na vitu kama hivi hapo, na aliyakuwa Zuchu alikuwa ni mshikaji wake sana. So Zuchu hapendi sana kukaa na wanafiki, akaamua kumpiga konokonga tu, akakaa zake pembeni. Kwa hiyo Gigy Money amekaa chini, amegundua kwamba mtu wa kwake wa muhimu sana alikuwa ni Zuchu, ndo alikuwa anaweza kumfariji, kumsimulia vitu vyake vya ndani. Unajua unatakiwa na rafiki ambaye utamueleza namna ambavyo moyo wako unajisikia, alafu unahisi kama vile kuna tiba fulani unaipata. Sasa kwa Zuchu na Gigy Money ilikuwa iko hivyo, na Gigy Money ameandika ujumbe mkubwa kiasi kwamba ameeleza kila kitu ambacho alikuwa anakipitia kwa Zuchu baada ya makosa yao na vitu kama hivi hapo. Na mimi nakusogezea hapa kile ambacho alichokiandika Gigy Money kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ameposti moja kati ya video ambao alikuwa wakifanya Zuchu performance, na Gigy Money alikuwa ni kama ana dance nini, anacheza pale jukwani pamoja, na akaandika ujumbe unasema hivi: Zuhura kwenye mabano Zuchu, natumaini huko salama na unaendelea vizuri. Nimechukua muda kuandika ujumbe huu kwa moyo wa kweli na unyenyekevu. Kwanza kabisa na kushukuru kwa uwepo wako katika maisha yangu wakati fulani. Ulikuwa rafiki, ndugu na mtu muhimu sana kwangu kuliko maneno yanavyoeleza. Kuna wakati nilikosea, si kwa makusudi ya kukuumiza wewe wala kupunguza thamani ya mahusiano yetu, bali kama binadamu nilipitia udhaifu wangu. Najua kila kitu kina sababu yake na maisha yana vipindi vyake. Kama kuna sehemu nilikuumiza na kukufanya ujisikie vibaya, naomba unisamehe kwa dhati kabisa. Siombi ili urudishe yaliyopita kwa lazima, bali nataka moyo wangu uwe safi mbele yako na mbele ya Mungu. Na kutakia mema yote maishani mwako, uendelee kung'ara, uendelee kuwa na upendo na amani kama ulivyokuwa moyo wako ulivyokuwa mkubwa. Asante kwa kuendelea kufundisha upendo, uvumilivu na uelevu. Nitaendelea kuheshimu kila kilichopita kati yetu bila chuki wala lawama. Wewe si tu jina katika maisha yangu, ulikuwa zaidi ya rafiki, zaidi ya ndugu, zaidi ya mtu wa kawaida. Ulikuwa ni sehemu ya amani yangu, mtu ambaye moyo wangu ulikuwa unakupumua bila kujilazimisha. Kuna upendo ambao hauhitaji kelele. Wewe ulikuwa aina hiyo. Na leo nimejikuta nikiwa na mzigo wa hisia ambazo sijawahi kuzielewa vizuri. Najua kuna wakati nilikosa, si kwa kukudharau wala kupunguza thamani yako, bali kwa ubinadamu wangu, ni hali ya maisha. Lakini ukweli unabaki kuwa mmoja. Hukuwahi kuwa wa kawaida kwangu. Kama kuna sehemu nilikuumiza, naomba unisamehe kwa moyo wangu wote. Si kwa sababu nataka kurudisha yaliyopita kwangu, bali ni kwa sababu sitaki kubeba kivuli cha maumivu kati yetu. Moyo wangu bado nakumbuka kwa namna ambavyo maneno hayawezi kufafanua. Kuna sehemu yangu ilibadilishwa na uwepo wako, na hiyo haiwezi kufutika kirahisi. Ninakutakia amani, mafanikio na upendo wa kweli maishani mwako. Na kama tutaendelea kuwa pamoja kama tulivyowahi kuwa, basi naomba angalau tubaki na heshima ya yale ya kweli yaliyowahi kuwepo. Ulikuwa ni mtu wangu tofauti. Ulikuwa mtu wangu wa tofauti. Ulikuwa mtu wangu wa tofauti, na hilo halitabadilika ndani yangu. Kwa hisia za kweli, mimi ni yule binti tunayependana sana, na wewe ulikuwa therapist wangu bure. Zuchu.
What's up? Huo ni ujumbe ambao ameweza kuandika Gigy Money kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram. Unaelezea hisia ya ndani kabisa ya Gigy Money kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea au kilichowahi kutokea kati yao. Na kumekuwa na comment nyingi sana. Una masaa 5 tangu Gigy Money ameweza kuposti huu ujumbe, lakini bado kwa upande wa Zuchu hajataka kumjibu chochote. Pengine naye pia anajaribu kutafakari, then atakuja na majibu mazuri na sisi tutakusogezea hapa, lakini baadaye nitakusogezea chanzo na tatizo la Gigy Money pamoja na Zuchu kuweza kugombana, alafu tutakaa sawa. Dondosha comment hapo afu twende sawa.